Ni simulizi ya wanabiashara na Christine Kambua. Bila shaka msikilizaji, kama ilivyo desturi yetu ya kawaida, kila siku ya Jumatatu na Alhamisi huwa tunaungana na mfanyabiashara ndani ya studio. Anatueleza safari yake mawili matatu kuhusiana na biashara ambayo anafanya, ya changamoto ni gani. Okay, na leo hii nimefanikiwa kuungana na mgeni wetu ndani ya studio ambaye ni mwanabiashara, na mzungumzia Lucas Onyango, lakini sitaki kuongea sana kwa sababu yupo ndani ya studio. Bila kupoteza muda, labda tuweze kuungana naye. Karibu sana Bwana Lucas. Asante sana. Okay, kwa yule ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, Bwana Lucas anafanya biashara ya aina gani? Bwana Lucas ni mwanabiashara ya kutengeneza magari. Okay. Yeah. Okay. In layman's language, ni wale ambao tunaita, is it mechanic kama ni wale wa kutengeneza from scratch, unajua? Bwana Lucas, mwanabiashara wa kutengeneza magari ni kama mechanic. Okay. Yes. Now that is amazing. Ebu Bwana Lucas, kabla hatujaingia kwenye biashara yako, obvious haukuamka siku moja ukapata kwamba unatengeneza magari, si ndio? Labda kuna mahali ambapo safari yako imetokea. First of all, interest ya kutengeneza magari ilitoka wapi? Mimi nikizaliwa nilikuwa nimeenda shule, nikasoma, lakini kama maisha yangu nilikuwa naona gari ndio kitu muhimu sana, kwa sababu nilikuwa naona uncle yangu anakuja na gari, nasema hii kitu kwa mafikiri yangu yote na inawewe inakimbia namna gani, inawaka mataa namna gani. So nilikuwa nataka kujua kwa mengi sana kuhusu gari. Yeah. So wakati ambapo uko pale unasoma, unaona anko anakuja na gari na unataka kujua mambo ya magari, ulifanya kitu gani kuhakikisha kwamba nimefuata kile ambacho roho yangu inataka? Mimi kitu nilikuwa nafanya kwanza, nilianza mchezo za magari. Okay. Ya kuunda gari ikiwa tu niko mtoto nacheza nayo. Yeah, so hata mamangu alikuwa ananiambia, mtoto wangu kuna talent. Na hiyo talent mimi nilikuwa hiyo ndio kitu nilikuwa napenda. Kwa sababu hata nikiambiwa nifanye hii, nilikuwa napenda tu hiyo side ya gari kabisa. Okay. Yeah. Na labda niweze kuuliza, ilikuwaje mpaka ukajipata sasa nimeingia kwenye kutengeneza magari? Ina maana kwamba kuna biashara zingine ulianza kufanya ili ukaingia kwa magari, ama wewe ulianza tangu ukiwa mdogo na ukaendelea tu na kuunda magari, kutengeneza magari? Mimi nikimaliza shule nilienda tu kujifunza gari. Hiyo ndio kitu ambayo ilikuwa kwa mbele ya maisha yangu. Sasa nilichukulia kwa maanani, kwa sababu nilikuwa naona hii ndio kitu naweza nipatia maisha, na nilikuwa naipenda. Yeah. So ulisomea utengenezaji wa magari, ama ulienda tu ukajiunga na watu ambao walikuwa wanatengeneza magari, ukaangalia vile ambavyo wanafanya na ukawaambia kwamba uko na interest ukaanza kuwasaidia? Ilibidi nisomee. Okay. Yeah. Sasa kusomea, unajua huwezi pata tu knowledge kutoka hata mtu, hata ukienda tu ungane na mtu hata kuambia deeper kuhusu hiyo kitu. Yeah. So lazima uende, kama unaitaka sana, uweke akili yako kwa hiyo kitu. Yeah, so kabla haujajiunga na kutengeneza magari rasmi, uliingia shuleni kwanza ukasomea kutengeneza magari? Kwanza nilienda kwa college, but hiyo college sikuwa na fee. Sasa nikasema nikaenda nikaungana kwanza na garage yenye ule mtu alikuwa specialist na hiyo maneno ya hiyo gari. Yeah. So nikasema juu time ile nilikuwa naungana na hiyo, nilikuwa orphan. So singeweza kutizimisha mali nilikuwa nataka. Yeah. Yeah. So licha ya wewe kukosa school fees, ni kwamba hauku give up na haukuachana na ndoto yako ya kutengeneza magari. Ulienda garage, ukaingia moja kwa moja, ukaungana na watu, ukaendelea kujifunza. Baadaye hiyo kazi ndo ilikupa hela ya kurudi shule kuweza kusomea? Ndio, niliweza kuendeleza ile
ile mfikirio yangu ndio niweze kufikisha mahali fulani. Unajua kwa hii dunia mtu usoma paka akufe. Yeah. Ndio. So far tangu uanze kutengeneza magari, unapozungumza ni kwamba ukiwa shule, kumaanisha kwamba ulikuwa kijana mdogo. So far uko na experience ya miaka mingi katika utengenezaji wa magari. Unaweza sema hii safari imekuwa namna gani, na labda ni vitu gani ambavyo vimeweza kubadilika tangu enzi zile mpaka sasa hivi? Kwa sasa unajua kitambo magari hazikuwa electronic sana. Na vile dunia inaendelea tunaingia katika dijitali. Ndio. Ile dijitali tunaingia unapata lazima uongeze experience kwa kila siku. Lazima usomee hiyo kitu. Juu unaona sasa kitambo hatukuwa tunafanya diagnosis. Na saa hii lazima ufanye diagnosis, ujue shida ya gari mali iko, ndio uweze kutengeneza. Yeah. So ukilinganisha kitambo na sasa hivi, ina maana kwamba mechanic ambaye alikuaga kitambo, ambaye labda hajaweza kuadvance ujuzi wake, kuna baadhi ya vitu ambavyo hawezi fanya sasa hivi kwa sababu ya magari yameevolve. Ndio. Okay, Bwana Lucas, labda niulize baadhi ya changamoto ambazo umekutana nazo kwenye hii kazi ya mechanic ni gani? Changamoto ni mingi sana, inakuja kama unapenda hela. Kama upendi hela utapana changamoto mingi. Kwa sababu umesema kwamba mtu yeyote mwenye anapenda hela ndiye atakutana na changamoto. Kama haupendi, wewe utaona kila kitu kiko sawa. Ndio. Okay, baadhi ya changamoto ni kama gani? Changamoto unajua saa zingine unaweza anafanya kazi na ufikirie kila kazi ina pesa. Kama hujaweka roho yako kwa hiyo kitu unataka kufanya, ndio, na unaifanya kwa sababu ya pesa, hakuna kitu utafanya mzuri. Okay. Yeah. Juu utapata ukiendelea utapata makosa yote ndio umeifanya. Lakini kama upendi pesa, unafanya kitu na amani. Ukisema hii kitu nataka kuifanya mzuri, utaona kile kitu result yake itakuwa mzuri. Na tena hata mwenye umemtengenezea kitu ataenda kifikiria, akisema huyu kijana amenitengenezea kitu mzuri, hata kama hajaniomba pesa. Anafurahia. Na hiyo ndio inakupatia mileage sana. Okay, umezungumzia kwamba kama unapenda hela utakutana na changamoto. Of course, katika biashara mbalimbali utapatana na watu. Kuna mtu ambaye anafanya biashara labda ya kuuza matunda, atakwambia kwamba baadhi ya changamoto ni kwamba utapata kuna matunda umepata ukapata kwamba yameharibika, unaenda loss. Kuna mwingine utakutana naye kwambie kwamba mimi nafanya biashara ya kuuza vitu. Sometimes unapata niko busy, kuna baadhi ya wateja wanakuja wanakuibia. Ama sometimes mimi nafanya services. Unafanya service, mtu anakuambia kwamba hajapendezwa na kazi yako, alafu anakosa kukulipa. Nataka kujua baadhi ya changamoto haswa, the main challenges zenye unakutana nazo katika hii kazi ya kutengeneza magari. Katika kazi ya kutengeneza gari, changamoto haikosi. Kwa sababu wengi unawafanyia kazi, wengine wanafurahia, wengine wanafurahia but hakuambia amefurahia, na tena bado wanataka kukunyanyasa. Hiyo iko. Okay. Unaweza fanya kazi, ufanye na umalize. Then customer kwambie mimi nitakulipa. Na ujue kinye inatumiza sana watu wa jua kali wote ni hapo juu unamwamini. Unajua kuongea na mtu hivi mnaaminiana. Yeah. So unamwachia gari na anaenda, na hatakosa kulipa, kesho ataenda mahali ingine. Yeah. So wewe unajua unabaki hapo hujalipwa. Tena ule mwingine pia atafanyia to the same way. Hizo ni vitu ziko. Okay. So kitu musema mara mingi, nikitoka kwa nyuma naomba Mungu mwenye naenda kutana naye nikutane na mtu mzuri. Okay.
Na wakati ambapo unaanza kazi ya kutengeneza magari, labda lengo lako kubwa lilikuwa ni gani? Sometimes watu watakwambia mimi niko na lengo la kufungua shule, nataka labda siku moja na mimi niwe mwalimu wa wanafunzi wengine ama wa vijana wengine ambao wana grow, niwafunze jinsi ya kutengeneza magari. Kuna mtu anakuambia maybe in future I want to know how to make a car from scratch, you know. Labda lengo lako kubwa lilikuwa ni gani? Lengo langu ni kubwa. Pia yangu pia ilikuwa tu ni hapo niweze kutoa gari kwa scratch, niweze kuitengeneza na iweze kungurume kwa gari inaweza beba watu. Okay. Yeah, na tena pia kufunza watu. Hiyo ni kitu ya muhimu sana kwangu. Kwa sababu leo unaweza kuwa uko na ile uwerevu, uweze kufanya kila kitu. Lakini kesho utataka uache mtu hapo pia kuwa anaweza fanya hiyo. Yeah. Juu hakuna mtu anakaa hapo forever. Yeah, so hata mimi najaribingi nikuwe na mtu mwenye anaelewa ile kitu nafanya. Ndio kesho hata nikimwona akifanya kitu nafurahia. So far kuna kati ya hayo mambo mawili ambayo umeyataja, kuna ile ambayo ushatimiza ama yote pia ushatimiza? Nimeshafunza watu. Nishakuwa na vijana wametoka kwa mkono wangu na wanafanya kazi. Yeah, so siwezi sema hata wakiulizwa wanasema hiyo juzi nilipata through Lucas Onyango. Okay. Yeah. Kuna baadhi ya watu ama baadhi ya vijana watakwambia kwamba mimi nilikosa school fees na nikaamua ku give up. Mwingine atakwambia nilimaliza shule lakini hakuna makazi, so anashinda ku complain. Lakini kulingana na story yako umesema kwamba wewe ulipokosa school fees ni kwamba haukukaa chini, ulienda pale garage. Labda uzungumze na kijana ambaye anakusikiza sasa hivi, anahisi kwamba ame give up ama anahisi kwamba maisha yamekuwa magumu kwa sababu aliweza labda kukosa school fees ama mahitaji mengine, ama ameshamaliza shule ako na makaratasi lakini anahisi kwamba hakuna kazi. Mimi kitu nikiongea na vijana, changamoto ya vijana ni moja. Okay. Unajua sasa hivi vijana vile wanazaliwa, akiona umevaa vizuri, unaenda kazi fulani, anaona hiyo kazi iko na pesa. Hajajichagulia nini anataka kufanya. The same na wazazi pia. Mzazi akiona neighbor yako anaendelea vizuri, anasema hiyo kazi yenye neighbor anafanya ndio mzuri. Lakini kwa katika hii dunia vile tunalelewa, kuna kitu mtu analelewa akijua hii kitu ndio naweza penda kufanya kwa maisha. So vijana, mtu akisaona kitu anaweza fanya, yani kitu anapenda kufanya, ajichukulie kwa maanani, hiyo kitu itamjenga. Na pia bado unaweza enda na uongeleshe watu, sio lazima pesa. That's why nilisema ukipenda pesa hauwezi isaidia. Na ukipenda pesa pia uwezi endelea. Ukisema tunaenda lazima, kama ni vijana unafaa utoe charity. Uende ufanye, useme tu nataka tu nikusaidie, hata kama silipwi, na utapata unajua kitu hapo. Okay. Yeah. Vijana wengi sasa hata nikiletewa saa zingine unapata umeletewa kijana, anafikiria kishakaa siku 2, 3, 4 unaanza kumlipa. Na akiona hiyo kazi apati pesa, anatafuta ingine yenye anafikiria. Kuna kijana fulani nilimchukulia ya kijana wa uncle yangu mmoja. Akakuja akimaliza shule, nikamwambia uncle yangu sitaki hata shilingi moja yako. Nataka nifunze huyu kijana aweze kuendelea na kesho akuwe na maisha yake. Haya, nikamchukua nikamkuza kazi kidogo, akapatana na watu wa kamera. Akaenda akajipiga kamera, akasema akaona hiyo kamera ndio iko na pesa. Yeah. Akapotea, akasema mpata job. Alienda karibu nusu mwaka. Ndio na mimi akuniambia ameenda wapi, alipotea tu hivyo. Kurudi akakuja sasa ati ile kazi alienda haina pesa. Sasa anataka kurudi kusoma hii. Yeah. Unajua nilimwambia aje? Kwa sababu hauna choice ya kitu unataka kufanya kwa maisha yako. Siwezi rudi kufanya nini kukupatia chance kama hiyo, nitakulipisha. Okay. Yeah, unajua kitu umpata free. Huwezi tia maanani, unaona? Juu nimpatia free. So kama ameenda sasa kiuja alipe, then sasa atafanya nini? Atafikiria kitu nimespend pesa, naweza ifanya. Okay. Yeah.
So kuna kijana anakusikia sasa hivi anauliza, kweli hii kazi ya kutengeneza magari ina pesa? Hii kazi labda nikitamani kuifanya, nitajenga maisha yangu, itaweza kusustain familia, itakuwa ni kazi ambayo naweza tegemea? Kenya naweza sema hakuna kazi haina pesa. Kazi yote ukiifanya kwa manani lazima utapata pesa. Okay. Yeah. Juu tuseme hivi vidole 5 hazitoshani. Lazima leo ukwe kwa station. Ndio. Vile umenikaribisha Radio Maisha hivi. Siwezi taka kuenda kusema ati juu nimeona Radio Maisha iko mzuri hivyo ndio kitu nataka. Na ile mimi nimedecide. Yeah. Ni gari naunda. Hiyo ndio unaweza fanya. Sasa hapo ndio watu wanajidanganya juu. Unaona unakuja, unaona maisha iko poa. Unaona siasa iko mzuri. Sasa hujui ufanye nini. Unakuja umeanza siasa, mara kidogo kidogo umeanza kutaka kuwa daktari, mara kidogo kidogo unataka kuwa kitu fulani. Hii kazi yote lazima udecide nini nataka kufanya kwa maisha yangu. Hakuna kazi haina pesa. Juu unafanya kazi lazima utapata pesa. Unaona? Lakini ufanye kazi yenye umetima nani. Hakuna kazi utapata pesa. Okay. Yeah. Bwana Lucas, leo hii wewe ni mtu wa kutengeneza magari. Yeah. Kuna ndugu mwingine ako hapa kando anatengeneza magari, na kuna mwingine watatu pale kando anatengeneza magari. Labda ni kitu gani ambacho kitanifanya mimi nilete gari langu kwako na sio kwa huyu wala huyu mwingine? Kitu gani kinakufanya uwe outstanding? Kenye inafanyanga mtu akue outstanding ni kazi yako. Okay. Unaweza enda hata kwa hule na hata kutransfer kwangu. Naweza kuja kwangu ni kutransfer kwa ule mwingine. Kwa sababu hata ukienda kwa hospitali kuna ile kitu ikienda sana tunatafutanga second opinion. Kinaitwa second opinion. Na hiyo second opinion haikuji juu sijui. Inakuja juu unataka kuona kama saa zingine hiki tunakusumbua sana. Ule mwingine anaweza ifanya. Unaona? Na pia akifanya, that's why nimesema mtu usoma paka mwishoe atoke duniani. Yeah. So umesema kwamba ni kazi ndio inakuzungumzia. Yes. Lakini jinsi ambavyo pia unatangamana na clients wako kunaweza fanya ni kuchague na nisichague kaka pale. Unajua kazi yetu. Unajua kazi yetu hii tunafanya kuna mabroka pia. Mabroka ni mule mtu anakuja kuchukua gari kwako. Anapeleka garage mahali fulani. Anaenda kutengeneza, anakuambia ndiye ametengeneza. Lakini kuna mwenye anafanya hiyo kazi. Okay. Yes. So unasema like kwa hii kazi kila mtu ako na broker wake ama kwa kila kazi unajua kuna kuanga na broker. So ile bei ambayo watu wamekuwa kilipa hapa nje haikuangi hiyo ya mwenye kutengeneza. Hapa si unaona mimi Kenya mimi nasema unaona kama sasa mimi mwenyewe naitwa Lucas. Ndio. Mimi kuja garage utapata na mimi. Na mimi ndio nitakufanyia hiyo kazi. Okay. Yes. Na kazi nikikufanyia na make sure nimekufanyia kazi yenye hata we mwenyewe utaendemea na gari yako. Na nitakupigia simu nikuulize gari yako vile umeisikia. Kama kuna hiyo shida bado lazima nifuatilie, nijue kama shida yako imeisha kabisa. Unajua kama sitakufuatilia utaona mtu ana shughuli na wewe. Okay. Yeah. Na niweze kuuliza, mitandao ya kijamii inasaidia kwenye hizi kazi? Do you market yourself kwenye mitandao ya kijamii ama wewe ni physical tu, wale ambao wanakujua referrals? Mtandao umata pia. Mtandao pia ustusaidia sana. Kama mimi sasa, mimi nashukuru Mungu leo amenipatia nafasi, nimekuja Radio Maisha. Nashukuru sana. Yeah. Okay. Wacha tu ende madukani kidogo tupate mawili matatu, alafu tukirudi nitakuwa nafungulia line za simu, labda kama kuna mtu yeyote ambaye ako na swali atakuwa nauliza. Labda kama kuna msikilizaji ambaye anataka kukuambia kitu ama anataka kujua chochote kuhusiana na utengenezaji wa magari, atakuwa
Atakuwa anauliza hilo swali. Msikilizaji, sasa hivi unanakiri nambari yangu ya simu 0719012700. Nikirudi nitakuwa nafungulia line za simu. Okay. Unaweza fanya kazi, ufanye na umalize. Then customer kwambie mimi nitakulipa. Na ujue kinye inatumiza sana watu wa jua kali wote ni hapo juu unamwamini. Unajua kuongea na mtu hivi mnaaminiana. So unamwachia gari na anaenda na hatakosa kulipa, kesho ataenda malingine. So wewe ndio unabaki hapo hujalipwa. Tena ule mwingine pia atafanyia to the same way. Hizo ni vitu ziko. So kitu musema mara mingi nikitoka kwa nyumba naomba Mungu mwenye naenda kutana naye nikutane na mtu mzuri. Na wakati ambapo unaanza kazi ya kutengeneza magari, labda lengo lako kubwa lilikuwa ni gani? Sometimes watu watakwambia mimi niko na lengo la kufungua shule, nataka labda siku moja na mimi niwe mwalimu wa wanafunzi wengine ama wa vijana wengine ambao wana grow, niwafunze jinsi ya kutengeneza magari. Kuna mtu anakuambia maybe in future I want to know how to make a car from scratch, Labda lengo lako kubwa lilikuwa ni gani? Lengo langu ni kubwa. Pia yangu pia ilikuwa tu ni hapo niweze kutoa gari kwa scratch, niweze kuitengeneza na iweze kunguruma kwa gari inaweza beba watu. Na tena pia kufunza watu. Hiyo ni kitu ya muhimu sana kwangu. Kwa sababu leo unaweza kuwa uko na ile uwerevu uweze kufanya kila kitu. Lakini kesho utataka uache mtu hapo pia kuwa anaweza fanya hiyo. Juu hakuna mtu anakaa hapo forever. So hata mimi najaribingi nikuwe na mtu mwenye anaelewa ile kitu nafanya. Ndio kesho hata nikimwona akifanya kitu nafurahia. So far kuna kati ya hayo mambo mawili ambayo umeyataja, kuna ile ambayo ushatimiza ama yote pia ushatimiza? Nimeshafunza watu. Nishakuwa na vijana wametoka kwa mkono wangu na wanafanya kazi. So siwezi sema hata wakiulizwa wanasema hiyo juzi nilipata through Lucas Onyango. Kuna baadhi ya watu ama baadhi ya vijana watakwambia kwamba mimi nilikosa school fees na nikaamua ku give up. Mwingine atakwambia nilimaliza shule lakini hakuna makazi, so anashinda ku complain. Lakini kulingana na story yako umesema kwamba wewe ulipokosa school fees ni kwamba haukukaa chini, ulienda pale garage. Labda uzungumze na kijana ambaye anakusikiza sasa hivi, anahisi kwamba ame give up ama anahisi kwamba maisha yamekuwa magumu kwa sababu aliweza labda kukosa school fees ama mahitaji mengine, ama ameshamaliza shule ako na makaratasi lakini anahisi kwamba kuna kazi. Mimi kitu nikiongea na vijana, changamoto ya vijana ni moja. Unajua sasa hivi vijana vile wanazaliwa, akiona umevaa vizuri, unaenda kazi fulani, anaona hiyo kazi iko na pesa. Hajajichagulia nini anataka kufanya. The same na wazazi pia. Mzazi akiona neighbor yako anaendelea vizuri, anasema hiyo kazi yenye neighbor anafanya ndio mzuri. Lakini kwa katika hii dunia vile tunalelewa, kuna kitu mtu analelewa akijua hiki kitu ndio naweza penda kufanya kwa maisha. So vijana, mtu akisaona kitu anaweza fanya, yani kitu anapenda kufanya, ajichukulie kwa maanani, hiyo kitu itamjenga. Na pia bado unaweza enda na uongeleshe watu, sio lazima pesa. That's why nilisema ukipenda pesa hauwezi isaidia. Na ukipenda pesa pia huwezi endelea. Ukisema tunaenda lazima, kama ni vijana unafaa utoe charity. Uende ufanye, useme tu nataka tu nikusaidie, hata kama silipwi, na utapata unajua kitu hapo. Vijana wengi sasa hii hata nikiletewa saa zingine unapata umeletewa kijana anafikiria ikishakaa siku 2, 3, 4 unaanza kumlipa. Na akiona hiyo kazi apati pesa, anatafuta ingine yenye anafikiria. Kuna kijana fulani nilimchukulia ya kijana uncle yangu mmoja. Akakuja akimaliza shule, nikamwambia uncle yangu sitaki hata shilingi moja yako. Nataka nifunze huyu kijana aweze kuendelea na kesho akuwe na maisha yake.
Haya, nikamchukua nikamkuza kazi kidogo, akapatana na watu wa kamera. Akaenda akajipiga kamera, akasema akaona hiyo kamera ndio iko na pesa. Akapotea, akasema amepata job. Alienda karibu nusu mwaka. Ndio na mimi hakuniambia ameenda wapi, alipotea tu hivyo. Kurudi akakuja sasa ati ile kazi alienda haina pesa. Sasa anataka kurudi kusoma hii. Unajua nilimwambia aje? Kwa sababu hauna choice ya kitu unataka kufanya kwa maisha yako. Siwezi rudi kufanya nini kukupatia chance kama hiyo, nitakulipisha. Okay. Juu unajua kitu umpata free. Huwezi tia maanani, unaona? Juu nimpatia free. So kama ameenda sasa kiuja alipe, then sasa atafanya nini? Atafikiria kitu nimespend pesa, naweza ifanya. Okay. So kuna kijana anakusikia sasa hivi anauliza, kweli hii kazi ya kutengeneza magari ina pesa? Hii kazi labda nikitamani kuifanya, nitajenga maisha yangu, itaweza kusustain familia, itakuwa ni kazi ambayo naweza tegemea? Kenya naweza sema hakuna kazi haina pesa. Kazi yote ukiifanya kwa manani lazima utapata pesa. Okay. Juu tuseme hivi vidole 5 hazitoshani. Lazima leo ukwe kwa station. Ndio. Vile umenikaribisha Radio Maisha hivi. Siwezi taka kuenda kusema ati juu nimeona Radio Maisha iko mzuri hivyo ndio kitu nataka. Na ile mimi nimedecide. Ni gari naunda. Hiyo ndio unaweza fanya. Sasa hapo ndio watu wanajidanganya juu. Unaona unakuja, unaona maisha iko poa. Unaona siasa iko mzuri. Sasa hujui ufanye nini. Unakuja umeanza siasa, mara kidogo kidogo umeanza tunataka kuwa daktari, mara kidogo kidogo unataka kuwa kitu fulani. Hii kazi yote lazima udecide nini nataka kufanya kwa maisha yangu. Hakuna kazi haina pesa. Juu unafanya kazi lazima utapata pesa. Unaona? Lakini ufanye kazi yenye umetima nani. Hakuna kazi utapata pesa. Okay. Bwana Lucas, leo hii wewe ni mtu wa kutengeneza magari. Kuna ndugu mwingine ako hapa kando anatengeneza magari, na kuna mwingine watatu pale kando anatengeneza magari. Labda ni kitu gani ambacho kitanifanya mimi nilete gari langu kwako na sio kwa huyu wala huyu mwingine? Kitu gani kinakufanya uwe outstanding? Kenye inafanyanga mtu akue outstanding ni kazi yako. Okay. Unaweza enda hata kwa hule na hata kutransfer kwangu. Naweza kuja kwangu ni kutransfer kwa ule mwingine. Kwa sababu hata ukienda kwa hospitali kuna ile kitu ikienda sana tunatafutanga second opinion. Kinaitwa second opinion. Na hiyo second opinion haikuji juu sijui. Inakuja juu unataka kuona kama saa zingine hiki tunakusumbua sana. Ule mwingine anaweza ifanya. Unaona? Na pia akifanya, that's why nimesema mtu usoma paka mwishoe atoke duniani. So umesema kwamba ni kazi ndio inakuzungumzia. Lakini jinsi ambavyo pia unatangamana na clients wako kunaweza fanya ni kuchague na nisichague kaka pale. Unajua kazi yetu. Unajua kazi yetu hii tunafanya kuna mabroka pia. Mabroka ni mule mtu anakuja kuchukua gari kwako. Anapeleka garage mahali fulani. Anaenda kutengeneza, anakuambia ndiye ametengeneza. Lakini kuna mwenye anafanya hiyo kazi. Okay. Yes. So unasema like kwa hii kazi kila mtu ako na broker wake ama kwa kila kazi unajua kuna kuanga na broker. So ile bei ambayo watu wamekuwa kilipa hapa nje haikuangi hiyo ya mwenye kutengeneza. Hapa si unaona mimi Kenya mimi nasema unaona kama sasa mimi mwenyewe naitwa Lucas. Ndio. Mimi kuja garage utapata na mimi. Na mimi ndio nitakufanyia hiyo kazi. Okay. Yes. Na kazi nikikufanyia na make sure nimekufanyia kazi yenye hata we mwenyewe utaendemea na gari yako. Na nitakupigia simu nikuulize gari yako vile umeisikia. Kama kuna hiyo shida bado lazima nifuatilie, nijue kama shida yako imeisha kabisa. Unajua kama sitakufuatilia utaona mtu
yani ana shughuli na wewe. Okay. Yeah. Na niweze kuuliza, mitandao ya kijamii inasaidia kwenye hizi kazi? Do you market yourself kwenye mitandao ya kijamii ama wewe ni physical tu, wale ambao wanakujua referrals? Mtandao umata pia. Mtandao pia ustusaidia sana. Kama mimi sasa, mimi nashukuru Mungu leo amenipatia nafasi, nimekuja Radio Maisha. Nashukuru sana. Yeah. Okay. Wacha tu ende madukani kidogo tupate mawili matatu, alafu tukirudi nitakuwa nafungulia line za simu, labda kama kuna mtu yeyote ambaye ako na swali atakuwa nauliza, labda kama kuna msikilizaji ambaye anataka kukuambia kitu ama anataka kujua chochote kuhusiana na utengenezaji wa magari, atakuwa anauliza hilo swali. Msikilizaji, sasa hivi unanakiri nambari yangu ya simu 0719012700. Nikirudi nitakuwa nafungulia line za simu 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Yes. Hello. Ametoweka. Joshua Ruaka. Tambua, mambo vipi? Niko fiti, uko aje? Niko fresh kabisa. Karibu sana. Okay, asante sana kwa kutuletea huyu mshauri wa mambo na biashara. Kwa tunaelimika kweli. Okay. Sasa kuhusiana mambo ya garage. Labda nimuulize tu maswali mawili. La kwanza ni kuwa kama wanga wanachukua wanafunzi, labda wanafunza hapo. Kuna ndugu yangu wanga anasomea kwa garage fulani hivyo. Lakini the moment wamechukua mtu, sijui mbona wanga wanamsahau juu sasa bora tu washalipa pesa zao. Sasa mwenye mnaitikiwa hapa anaishi tu kutaabika huwa funzi. La pili, hii kazi yao sijui wengine wanasemanga wanga tu anaishi labda yani kuna utapeli ati mtu akuja labda na shida ya gari. Labda ilikuwa sinataka kuchenjiwa oil, labda anasema kuna shida nyingine. Labda hata hii unaona. Sasa tuelezea hapo huwa inaenda kama gani, tukaongea pamoja. Asante sana Joshua Ruaka. Anauliza kama huo mnachukua wanafunzi, lakini ningependa ujibu maswali yote kwa pamoja, labda tushike mawili matatu ya mwisho. Radio Maisha, hello. Okay, ametoweka. Ameuliza kwamba kama huo mnachukua wanafunzi kwa sababu anasema kuna rafiki yake anasomea mahali na unapata kwamba mtu akishachukua bora amepata ile pesa, mwanafunzi anasahaulika. So anauliza kama pia nyinyi mnachukua wanafunzi. Sisi kuna time tunachukuanga wanafunzi. Kwa sasa tuko na watu wenye tunafunza bado. Na tukiwa na nafasi uwe tunatafuta wanafunzi. Okay. Okay, sawa. Kuna mwingine ameuliza kazi ya ufundi na utapeli, lakini simu mbili za mwisho. Radio Maisha, hello. Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Mambo poa sana, ni kitu ni KK kutoka kaunti ya Kakamega. Karibu. Na mimi napongeza tu huyo mfanyabiashara. Mimi ni mmoja wapo wa nampongeza tu. Okay. Kuna swali moja hivi. Anataka connect bando yake ama itakuwa. Okay. Sawa. Chokorao Makueni. Mambo vipi? Sio wa Makueni huyu, ni chokorao wapi huyu? Huyu ni chokorao ni Kiamua. Okay. Mimi sana nataka kuuliza mteni wetu. Kuna mada moja anakuwa na kari, so hata ajui vitu sana kwa kari, lakini saa kitu kidogo tu inarikuta kaa ya 5,000 wanamwambia hapo tarehe saa ya 5,000 hapo. Sasa huo anachukulikana haya. Okay, sawa. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Yes. Nilikuwa napongeza kipindi nikiapitu mgeni. Asante sana. Kuna mtu swali ambalo limejirudia, wanauliza kwamba jamani, mafundi sometimes huwa unapata uongo ni mwingi sana. Anakuja unajua tu kabisa hata hakuna, labda hata ni mahali tu kitu kameachana kidogo, ama
ni kitu ambacho hakihitaji chochote, lakini kwa sababu sijui, sina uelewa, unaambiwa kwamba kuna sijui nini, wanatumia terms zao, kuna hii inahitajika, kuna hii inahitajika. So by the end of the day, kitu ambacho labda hata ulikuwa ulipe shilingi 2,000 una end up umelipa hata shilingi 20,000. Is it true? Umejua hii ndio kwa maana nilisema kuna watu wako na tamaa. Okay. Tamaa ya pesa. Na once umekuwa na tamaa ya pesa, utakapeli watu 2, 3, 4 na haita kuendea mzuri. Okay. Yeah. Lakini kama unajua unataka kufanya kazi, unafanya kazi yenye mtu atafurahia. Ni kumakshua gari yake iko sawa, na unajua gari ni maisha ya mtu. Ndio. Kwa hivyo ukianza kuchezea kama unamdanganya pesa fulani, kitu fulani imeharibika, then saa zingine kuna wengine hata unapata wabadilishe hiyo kitu, na unaenda una risk life ya mtu. Sisi, mimi kama Lucas, nikiongea, hata ukifuata historia yangu, kazi yangu yenye nimefanya, sio mimi najiongelesha sasa. Saa zingine unaweza uliza customer 1, 2, 3, hata kuambia mimi hufanya kazi yangu kwa makini. Muamsha hata gari ikiamka imeanguka kwa maji, hizi gari zimekunywa maji, muamsha. Na labda niulize maybe kwa mtu ambaye hana uelewa wa magari na labda hataki kugongwa hela ama kutapeliwa hela yake, anaweza akafanya kitu gani ili kuhakikisha kwamba labda hajaibiwa? Unajua hapo kuzuia hiyo inakuwa kitu kigumu sana, kwa sababu ina depend umekutana na mtu aina gani. Yeah. Nimekuambia kuna brokers kwa hii kazi. Ndio. Kuna mtu anakubroke tu, anajua vizuri, ajui hiyo kitu anafanya. Maybe anaipeleka mahali, au mtu anamwambia kishida, anamcharge, na yeye pia anakucharge. Okay. Anaongeza pesa yako. Sasa hapo ndio shida inakuanga. Okay. Yeah. So unapata huyu broker anataka kulipe yako na pia yeye abaki na yake. Akule. Okay, Bwana Lucas, labda kwa miaka ya hapo mbele katika hii kazi ya kutengeneza magari, tulipoanza uliniambia kwamba ulikuwa na ndoto ya kutengeneza gari from scratch na ya kufunza. So hii ya kutengeneza gari from scratch imefikia wapi, na maybe in future unataka kufanya kitu gani? Saa hii mahali nimefika, kama naweza gari ile imekuwa written off, naweza amusha ile imeingia kwa maji na ikaua kila kitu, naweza kuja tu iamushe na ikimbie tena kwa barabara. Nashukuru Mungu kwa hayo yote. But bado na learn, naendelea kusoma. So ndoto yangu sioni kama bado imedimia. Kwa sababu ukiwa na kitu na bado unaisomea, ndio kuna mali nitaifikia. Okay. Yeah. What keeps you moving? Hope. Hope. Yes. Hopeful. Yeah. Unaona, kama sasa nikiamka asubuhi niombe Mungu, ndio anipatie hope, ni amani, nikitoka kwa nyumba yangu nitoke na amani. Ndio. Na hiyo hope. Najua vizuri hata kama naenda kufanya kazi, nafanya kazi bila nikifikiria vitu mingi, nikifikiria vitu mingi, nitapata tu kitu nataka. Okay. Yeah. Jamani, niseme shukran sana kwa kuja. Naona muda unatupa kisogo, lakini we don't take that for granted. The information, kila kitu ambacho umeshare na sisi, najua kwamba kuna mtu ambaye anakusikiza. Labda ujumbe wako wa mwisho kwa maybe kijana ambaye maybe ndio ameingia katika shule ya utengenezaji wa magari, ama maybe pia yeye amekuwa na passion ya kutengeneza magari tangu akiwa mdogo, unaweza mwambia nini? Hata wacha sio kijana tu, hata mzee ambaye anahisi kwamba ni kama time imesonga, lakini bado ako na hiyo urge ya kutaka kutengeneza magari. Kenya naweza sema, kazi ya kutengeneza magari huwezi fanya kama wewe ni mzee. Okay. Lazima uanze ukuwa mdogo. Okay. Ndio uelewe kila kitu. Ndio wale wanakujia hii kazi akiwa mzee. Ni
ndio atashika vitu zingine. Lakini kuna mali atakuwa na dinimia. Unaona? Ule kijana mwenye sahi ameamua anataka kufanya kazi ya mechanic. Ndio. Ajikaze na ashike hiyo kazi kama ndio kitu itampatia maisha. Okay. Mbele ya life yake. Okay. Yeah. Alright, Bwana Lucas, asante sana kwa kuja na kutakia kila la heri. Asante sana. Okay, msikilizaji, tumekuwa na Bwana Lucas ndani ya studio ambaye ametueleza kuhusiana na biashara ya utengenezaji wa magari. Kama wewe ni mfanyabiashara, natumai kwamba umeweza kujifunza mawili matatu kuhusiana na utengenezaji wa magari. Ndio mwisho wa simulizi ya mwanabiashara siku ya leo. Hii ni Staarabika. Mimi unaniita Christine Kambua.